Unaambiwa mambo ambayo ameyafanya TRA United ni mambo ambayo hayakubaliki kabisa kwenye mpira wetu. Ni mambo ambayo tunatakiwa kuyakemea kwenye mpira wetu wa Tanzania. Na endapo mamlaka za soka nchini zikiichekea hii TRA United itaharibu ligi kabisa. Kuna mechi dhidi ya Azam, TRA United kuna mambo ambayo waliyafanya, of course mimi kama Mtanzania mzalendo na mpenda soka sijayapenda. Hivi ni vita, hii sio soka kabisa kwa vile vitu ambavyo hawa watu wa TRA United walivifanya. Japokuwa waliweza kuibuka na ushindi wa chuma 4, gongo 4, walimchabanga chuma zote hizi Azam FC, lakini ushindi wao haukuwa halali kabisa. Walipita njia za panya, walipita shortcut na wakaweza kumbatua, kumfunga Azam FC. Wewe mtazamaji wa Sports Online TV, kama unahitaji kufahamu ni kitu gani, ni nini haswa ambacho hawa TRA United waliweza kufanya, kitu cha msingi ambacho tunatakiwa kufanya kwa sasa ni kuhakikisha umeweza kusubscribe channel yetu pendwa kabisa ya Sports Online TV, alafu ukae nami mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Unaambiwa ya kwamba Faisal Salum Toto, Pascal Msindo pamoja na Kibeku, bila kumsahau Himidi Mao Mkame, mara baada ya mechi hiyo kuisha, mchezo huu ulivyoisha, mchezo kati ya TRA na Azam, waliweza kujisikia vibaya sana na mwisho wa siku waliweza kupelekwa hospitalini wakatibiwe. Na walipofika hospitalini, ripoti ya madaktari inasema kwamba kuna uwezekano, inaonesha hawa jamaa waliweza kuvuta hewa chafu yenye sumu ama kunyweshwa kinywaji chenye sumu, ndio maana wakapata shida kwenye mfumo wao wa upumuaji. Kwenye wachezaji hawa wote, Faisal Salum Toto na Kibeku, walikuwa na hali mbaya za ndani kabisa. Hizi ni zile za ndani zinasema ya kwamba hii shida ilisababishwa na watu wa TRA United kuweza kupulizia madawa ya kupunguza nguvu kwenye vyumba vya kubadilishia nguo vya timu ya Azam. Mara baada ya Azam kuweza kuingia kwenye hivyo vyumba, waliweza kuishiwa nguvu, na baada ya kucheza kwenye ule mchezo, basi changamoto kubwa waliweza kuipata baadhi ya wachezaji, akiwemo Pascal Msindo na Faisal Salum Toto. Sasa huu sio mpira, hivi ni vita vikubwa ambavyo watu wanavipigana. Kwa nini game isichezeke fair uwanjani, kama mshindi apatikane na mshindwa apatikane? Na mimi nilishangaa sana, imekuwaje TRA United wameweza kumanage kuweza kuwafunga timu ya Azam gongo 4, chuma 4. Ni chuma nyingi sana, na sijajua ni mara ya mwisho lini timu ya Azam iliweza kufungwa chuma zote hizo na timu yoyote hapa Tanzania. Na kumbuka ni kipindi kirefu sana, enzi za Simba ya kina Shibobo, na nimeona timu ya Azam ikipasuka 4 iliweza kupigwa chuma 4-2. Kwa hiyo za ndani kabisa kutoka kwenye vyanzo vitu ambavyo tunaviamini ni kwamba timu ya TRA United ameweza kufanya vitu vyao vya ajabu. Hapo msemaji wa timu ya Yanga Ali Kamwe aliweza kuposti na kusema ya kwamba ndio maana wao waliweza kulitafuta jumba la dhahabu na wakabadilishia nguo kwenye jumba la dhahabu. Kama tuna kumbukumbu vizuri, kwenye mechi iliyopita ya watani wa jadi, uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, tuliweza kuwaona timu ya Yanga wakibadilishia nguo kwenye eneo ambalo sio sahihi, na of course wameshalimwa faini kutokana na kile ambacho wamekifanya. Lakini kwa mujibu wa msemaji wa timu ya Yanga Ali Kamwe, anasema timu iliweza kufanya vile ili kukimbia masuala ya kupuliza madawa. Na hata kama una kumbukumbu vizuri, kwenye uwanja wa Amani Complex kuna vyumba vya kubadilishia nguo kwenye mechi kati ya Simba na Yanga, kulionekana kukiwa kuna matobo mengi ukutani, na kwa mujibu wa wadau wa soka na vyanzo mbalimbali, walisema yale matobo yalikuwa yametumika na timu ya Yanga kuweza kupuliza dawa mule ndani ya vyumba vya kubadilishia vya timu ya Simba. Lakini wengine walisema ya kwamba yale ni matundu ambao CAF wenyewe waliweza kuyatoboa kwenye mchezo kati ya Simba na RS Berkane, mchezo wa CAF, kwa sababu walisema mule ndani kuna CCTV camera, ndio maana waliweza kuzichomoa. Hayo ni maoni ya wadau mbalimbali na mashabiki wa soka. Lakini hili suala la kupuliziana dawa, of course ni suala ambalo ni baya, kwa sababu mtu anasajili wachezaji wengi wa billions of billions, afu anakuja anakupulizia dawa ili akufunge kirahisi, jambo ambalo kwenye michezo hata FIFA na CAF wenyewe kiujumla hawawezi kulikubali, kwa sababu michezo ni amani, mpira ni furaha. Kwa nini utake kumuumiza mwenzio? Kama hivi tunavyozungumza,
Faisal Salum Toto, Pascal Msindo na Kibeku, wote wako wamelazwa, wana hali mbaya, familia zao zina haha. Kwa nini watu wao wameweza kulazwa? Kutokana na masuala mazima ya mpira. Mimi niseme ya kwamba sina ziada, lakini kabla sijakuacha nipende kukumbusha kusubscribe channel yako pendwa kabisa ya Sports Online TV ili wa kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo kutokea ndani na nje ya nchi pale ambapo tutakuwa tunazitoa.